Neno lako linasema kabla ya mambo yote yatupasa kufanya sala na dua. Mungu, tunakuita sasa wakati huu majira ya saa hii uwe pamoja nasi katika ibada ya jioni ya leo. Tamalaki, tawala mahali hapa Bwana. Yesu, tunakualika katika viwanja hivi. Kama ambavyo Bwana uliwatembelea kina Adam na Eva wakati wa jioni, nasi Bwana tuko mahali hapa tunahitaji Yesu katutembelee na kusema nasi. Asante Bwana, tunakuamini utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tuimbe mabeti mawili, anasema moyoni. Amen. Moyoni nimempata Yesu. Moyoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba wajibu wa maiki tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu ongea kabisa. Bwana Yesu Amen. asifiwe. Amen. Yesu moyoni, moyoni, moyoni nimempata Yesu moyoni. Sasa naomba twende hivyo, alafu msituangushe. Hebu tuone makofi juu namna hii. Watu wote vigelegele kwa Yesu. Wala sijaona leo makofi kwa Bwana. Hey! Alafu mbona umekasirika? Mbona umekasirika? Mbona umekasirika? Yaani hatuimbi mpaka utabasamu. Hivyo. Sawa. Hapo sawa na masomo. Moyoni, nimempata Yesu. Moyoni mwangu. Unajua unaimba unajisikia la halali hivyo. Kama mimi hivyo. Moyoni nimempata huyu Yesu. Moyoni mwangu. Ninataka kugeuza mabeti vijana wao wazee, alafu wazee wao vijana. Ndio hali inaonyesha. Si hata wewe unajiona uko kama mimi kwani? Yaani hii sasa. Hebu tazama na mwisho. Nirudie tena. Ana mwisho sasa. Ai. Nimempata Yesu moyoni. Safi. Mwambie ya kumsifu Mungu. Fundi mitambo tunaomba biti. Jamani, mimi leo ninaomba uwanja mkubwa.
Ila nashangaa kuna mwingine anachukua funguo, mwingine anachukua nini? Sawa. Karibuni sana, karibuni watu wote hapa tukamsifu Mungu. Gideoni umetisha sana. Kwamba Zaka, kwamba wewe ni mzee. Kwamba wewe ni mzee. Hebu tumwekee wimbo Zaka akiwa anakuja huko. Twende kazi. Kwenye mitambo, karibu tukamsifu Mungu wetu. Karibu tukamsifu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. I know
tegemeo lao ni Yesu. Tunataka kwenda kumwambia Yesu, wewe ndiye tegemeo la maisha yetu. Tunaenda namna hii. Wewe baba, wewe mama, wewe dada, wewe shangazi, wewe mjomba. Wewe dada, unamjua jirani yako ni nani? Unamjua jirani yako ni nani? Hebu mgeukie. Mgeukie jirani yako. Wewe hauna jirani, wewe una jirani bwana. Mwambie. Shikaneni basi mikono. Shikaneni mikono. Shirani tunaenda kuchezelea iyekelekele baba. Iyekelekele. Twende chini, paka chini, twende chini, paka chini, twende chini, paka chini, twende chini, paka chini, iyekelekele. Twende chini, paka chini, 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 twende chini, iyekelekele. Wangapi sasa tunataka tumwambie jirani, umbariki jirani yako sasa mahali ulipo. Mbariki jirani yako. Jirani Wangapi wana simu zao? Tumekumbuka kupiga simu. Kanizungusha kwa namna ya ajabu sana. Ninakushangaa tu wewe ambaye hauna nani, hauna cha kuzungushia. Unataka tukazungushe kwa Yesu. Paka la kushangilia nikwambie.
kwa mtu atakaenda anashangilia ikiwa anaenda kukaa kwa speed ya namna tofauti. 1 2 3. Hebu mshangilie Yesu. Mshangilie Jehova. Mshangilie mfalme wa falme. Anayeokoa, Mungu anayeponya, Mungu anayeokoa, Mungu anainua watu kutoka chini kuweka juu. Ndio Mungu anayekalisha mtu na ananitajirisha mimi. Au na wewe? Hapo sawa. Nilikuwa nadhani labda wewe. Kumbe tuko sawa. Funika macho yako nami niombe kwa ajili ya sifa hizi. Bwana Yesu, tunaliinua jina lako, tunakutukuza. Wewe Mungu ndiye uliyeketi katika kiti cha enzi cha utukufu. Malaika wanainama, wanainuka, wanasema Bwana wewe unastahili. Watoto wako nasi tumeungana na malaika hao. Maserafi na makerubi wakiinama wakisema Bwana wewe peke yako wastahili. Tumeinua sauti zetu kukutukuza wewe. Tunaomba Bwana sauti hizi zikafanyike manukato katika kiti chako cha enzi, ili Bwana tukazidi kukuona utukufu na hata utukufu. Asante Mungu, umeinuliwa. Yote tunarudisha kwako, ni katika jina la Yesu. Amen. Hebu nisikie shangwe na vigelegele kwa Yesu. Kuna nchi moja ni ndogo sana, ni Israeli, lakini mataifa makubwa makubwa, imeyatetemesha mataifa makubwa makubwa. Nikiwa naongea hivi namaanisha kuna taifa moja hivi linaitwa Israeli, lingekuwa limeshachangamka kufika hapa mbele, kwamba ni taifa ambalo limeshasumbua mataifa makubwa makubwa. Lakini hawa wanaonekana wameshateswa na mataifa madogo madogo, maana tembea yao jamani. Hii ndio Israeli, watu wawili.
tutahubiri ni maagizo tuliyopewa. Tuhubiri Injili ya Bwana ni maagizo tuliyopewa. Tuhubiri Injili ya Bwana. Kamwe kuiacha Injili, hata wakipinga sisi tutahubiri. Hatuwezi kamwe kuiacha Injili, hata wakatae sisi tutahubiri. Hatuwezi kamwe kuiacha Injili, hata wakipinga sisi tutahubiri. Hatuwezi kamwe kuiacha Injili, hata wakatae sisi tutahubiri. Ni maagizo tuliyopewa. Tuhubiri Injili ya Bwana. Ni maagizo tuliyopewa. Tuhubiri Injili ya Bwana. Usiwasikilize watu, hayo ndiyo juu hatima ya maisha yako. Sikilize Mungu, usiwasikilize watu, hayo ndiyo juu hatima ya maisha yako. Timiza kusudi la Bwana alilokuitia wewe. 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 Mbona taifa mjalishangilia?
Au nyewe mnashangilia miji? Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili ya waimbaji hawa. Hapo wale mnaoshangilia mmekasirika jamani. Maisha haya. Ngoja niwaangalie. Sawa. Naona wote mnacheka. Haya, chekeni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lois Bendi, karibu kwa wimbo mmoja. Nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wangu. Sasa wewe, kusudi la Bwana inakuja kwako. Unakataa. Unakataa.
nashangaa wewe kwa nini huji leo? Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyeko karibu hapa, ni wakati mzuri sasa ninapojiandaa kwenda kuimba. Au umeona kuna Israeli kwaya, umeona Lois bendi, lakini kuna kwaya bado zipo. Lakini kwaya moja wapo ni Never Leave God Band kwaya. Lakini sio kwaya, ni kama band. Never Leave God Band. Sasa ngoja ni mzee wa kanisa, karibu ombe kwa ajili ya chombo cha matoleo, alafu tukitoa sadaka uone sasa. Utaelewa kumbe kuna watu hawana mabawa ila wanaweza wakapaa. Ngoja nikabidhi maiki. Kaa hapo hapo, usitoke. Hapo hapo. Karibu sana. Libarikiwe jina lako mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, kwa wakati huu tunapokwenda kunyosha mikono yetu kwa ajili ya kutolea. Neema yako, utukufu wako kashuke na kutawala juu ya chombo hicho. Kwa kila yeye atakayetia sadaka yake kwa ajili ya kutolea wewe, kambariki. Nasema asante katika naomba kwa ajili ya Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa wanatoa sadaka. Hamna. Ngoja ni Bwana. Wakati huo watu wote tukiwa tunamtolea Mungu sadaka.
inapendeza nini? Umenikuta mavumbi, sasa ninang'ara, inapendeza nini? Iwe waliowafanya maadui walionichimbia shimo, watumbukie wenyewe. Iwe waliowazima midomo wote, waliosema mimi naweza jambo lolote. Iwe waliowafanya maadui walionichimbia shimo, watumbukie wenyewe. Iwe waliowazima midomo wote, waliosema mimi naweza jambo lolote. Vigelegele kwa Yesu. Jamani, kwani hamjasikia na kimombo? Hebu tuinue mikono yetu, ainuliwe Yesu. Jamani, kwa Yesu kuzuri. Nisije nikapitwa hata kama kumalizia hamna. Angalau nimetoa hapo na mimi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiokoka kila kitu kinaenda sawa, mambo ni sawa, mambo ni okay, mambo ni yes, mambo ni good, mambo ni prosperity. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani wewe hujasikia kimombo humo kwamba I'm here Lord, I'm here Lord. Aya, ngoja. Najua hapa wote wanajua. Uliyeko huko karibu, haya mambo yanapatikana bure bila hata senti. Na Mungu akubariki sana. Karibuni watu wote tukamtolee Mungu sadaka. Na Mungu awabariki sana. Fundi mitambo, tunakuomba uelewe tu uko nje. Ukiwa unakuja unanesa taratibu vizuri. Fundi mitambo, mbona umeweka chini kidogo? Kuna wengine chini hatujazoea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Funika kwanza macho yako ili niombe, alafu nikwambie hicho kitu ninachotaka kukuambia. Bwana Yesu inuliwe, utukuzwe, upewe sifa Bwana. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wako unatekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio watekao. Bwana, ni wakati mzuri tumekuona Bwana ukisimama pamoja nasi. Haujatuacha wala kutupungukia. Tunakuomba tena Bwana, wakati mzee wa kanisa anaposimama, nguvu yako ikakae ndani yake. Na si Bwana ukatujalie
kuyatenda yote atakayotoka katika kinywa chako, maana ni utendaji unatoka kwako Bwana. Asante Yesu, libarikiwe jina lako. Nikiamini Bwana katika hili tutautumikia ufalme wako, ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wa kanisa nilimwambia mimi nataka niimbe kwa namna ya tofauti sana. Akasema mimi ninakujua, nitakupa kipindi cha mwisho maana kuna uwezekano wa kukanyaga watu. Sasa nikamkubalia. Ngoja sasa tu nimkaribishe. Karibu sana mzee wa kanisa. Nimeyakubali maombi. Ila siku nyingine naomba kubalansi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe kanisa. Mimi matangazo mengi sina, bali napenda tu nikukumbushe matangazo tuliyotangaziana asubuhi, na kuomba siku ya Jumanne ikumbuke, lakini pia uifanyie kazi. Pia ikumbuke siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 kutakuwa na tukio maeneo haya. Hicho tulichokubaliana pia naomba ukifanyie kazi, na Yesu akubariki. Basi mkurugenzi mama, karibu na Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Mimi pia matangazo ni asubuhi yale ninawakumbusha kina mama wote ibada ya Jumanne kwa Mama Geoffrey. Lakini nilisema asubuhi kina mama tubali. Nilikiwa ninahitaji tunafikia kina mama wote mnajua kupitia hili daftari na kupitia mapambo kanisani. Wewe ambaye hujafanya hapa unana na mimi. Nikuombe kabisa usiondoke bila kuonana na mimi ninahitaji tufanye hivyo kabla ya alivyosema mzee wa kanisa, kazi ya mwezi ya Krismasi. Naomba tukamilishe mapema, nikiwakumbusha Jumapili tunayo kazi ya Mungu, usisahau. Lakini pia nikikumbusha tarehe 30 tuna kazi ya Mungu, usisahau. Lakini pia niwakumbushe hata mimi Jumanne kuwa kwenye kazi ya Mungu, msiache wote kabisa. Tuitoe miili yetu kwa dhabihu mbele za Bwana, na Mungu atakuwa pamoja na sisi. Amina. Amina. Amina Mama Teddy. Yesu awabariki. Karibu mzee wa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia ni kipindi kizuri cha kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Napenda nikualike usimame hapo ulipo. Simama mwana wa Mungu, simama mheshimu Mungu, ili tuombe kwa ajili ya kumkaribisha mchungaji. Basi tuombe. Baba, linuriwe jina lako, litukuzwe Mungu mwenye nguvu. Asante Yesu kwa kipindi hiki na nafasi hii ambayo mtumishi wako anakwenda kusimama katikati ya kundi hili. Najua liko neno Yesu uliweka ndani yake jioni ya leo. Asante Yesu kwa sababu Bwana unasimama kutuhudumia. Pokea sifa na tukufu kwa sababu Bwana unaweza. Baba unastahili. Yesu, simama na mtumishi wako. Pokea sifa hizi na utukufu na heshima, vyote ni vyako, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Basi anapopita mtumishi wa Mungu, Baba karibu na Yesu akubariki. Asante fundi mitambo, Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Nishukuru kwa ajili ya kazi hii nzuri ambayo tunaendelea kuwa nayo ya kutoka nje kwa ajili ya kuendesha ibada yetu, na kusudi letu tunataka, na hata kama ni mtu mwingine anapata kibali, anasogea, anasikiliza neno la Mungu. Hapa tunajifunza neno la Mungu, kwa sababu Biblia inasema lazima injili hubiriwe, na kwa ndani pamoja na kwa nje, ili walioko nje wapate neema ya kulisikia neno, kwa sababu hakuna anaweza kuokoka kama hajasikia injili na hubiriwa. Kwa hiyo ni vizuri sana kwamba watu wote tuwakaribishe walioko mitaa hii, kwamba maeneo haya ni maeneo sahihi, vitu vinakuwepo vya kutosha, kisha fika unatulia na hakuna shida na changamoto yote itatokea.
Ninaamini kwamba ni maeneo ya uponyaji. Wakati mwingine kuna wagonjwa, kuna watu wenye shida wanakuwepo mahali hapa. Wewe unanyosha mkono, tunakuombea, unaondokana na shida. Kuna baadhi ya watu, moja nilisikia fulani ana majini na mapepo. Sasa anaangukaga mpaka anazimia. Wakasema sasa ayasikilize hayo majini, wakawa wanaongea watu. Ayasikilize, nikasema anayasikiliza, hao wamekuwa wajomba. Haya ni ya kupinga na kukataa. Kwanza hujui yanakokaa. Halafu wewe unafuga vitu ambavyo vinakutesa na havina huruma na wewe. Kwani wakati mzuri tunapoingia katika nafasi kama hizi, chitose, unaona watu tu anaishi, unamwona anatembea, unadhani yuko salama. Lakini ana changamoto nyingi. Ana shida kubwa katika familia. Na anaangalia huo mzigo ataupeleka wapi. Ni Yesu tu. Yeye anasema njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Hiyo ndio kazi ya Yesu, kutupumzisha na mizigo ambayo ilikuwa inatulemea. Mtu mwingine anajikausha, anasema kwamba bwana jikaze kama kasabuni. Acha kujikaza. Inuka, yapeleke maisha yako kwa Mungu na Mungu atakusaidia. Wakati mwingine nafasi kama hizi tunaenda kwenye sikukuu, tunasema miaka yako inawezekana imeshaanza kuzungumzwa na watu kwamba hautaishi tena, huu mwaka hautaumaliza. Na haya ndio matokeo ya watu wengine wanatembea kizani wako salama na wana mipango na mwaka kesho kufikia. Lakini sivyo wanavyokupangia watu wengine. Nani wakusaidia na mitego hiyo? Bado ni kuwa karibu na Mungu, na huo ndio msaada wako na kinga ya kipekee. Kwa hiyo mpa Yesu maisha, hayo ndio masharti tu. Hakuna fedha unadaiwa, ni kumkabidhi Yesu maisha yako, biashara inaisha. Kwa hiyo kuna mhubiri anakuja, anatuletea neno. Niombe tu jiweke tayari, pamoja na kwamba muda wetu nasogea kwa sababu ya shughuli ambayo imekuwepo hapa kanisani kwa leo. Ni washukuru sana wakina mama na wababa pia kwa ajili ya kutoa huduma juu ya wale ambao tayari walikuwa na changamoto. Na Mungu abariki kwa ajili ya hilo. Tunahitaji kuona sasa kanisa wanaamka, watu wenye huduma hizo wanakuwepo tu, wanaomba. Kuna mama moja aliniambia, kama nakumbuka, mama nani hapo, acha nitunze mtoto, kwamba nina kazi moja ya kwenda tunaombea wagonjwa. Nikasema sasa kama kuna kazi ya kuombea, Mungu ameteua kwamba kumbe hapa tuna watu wa kuombea wagonjwa. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunahitaji kufanya. Na tukumbuke siku ya Ijumaa kama nilivyokuambia, na Jumamosi kazi itakayofanyika. Tutakuwa na neno ama kauli mbiu inasema kufufua kilichokufa. Kwa hiyo njoo tufanye kazi pamoja. Ninajua kuna maisha yameenda mrama, kuna vitu ambavyo umewekewa vitakuumiza, hawakutakii mema. Njoo tuombe na wewe. Naamini Bwana atakuponya. Sina mashaka katika hilo. Ninakumbuka kama ndugu yangu pale amenionyesha kweli mguu wake anauma kweli. Pamoja na kwamba umekauka na nini, lakini inatisha. Na anahitaji huduma. Nikafananisha na kijana mmoja aliyepelekwa Sengerema, wakahitaji wakate mguu. Namkumbuka yule kijana wa kwa Sizia. Sasa nakumbuka tulifika hapa tukafanya maombi, lakini wakaanza kumwambia hivi, ukipona na wewe huo mguu, na sisi tunaishia kanisani wote. Tuliomba, ule mguu ulikuwa umebaki kama kijiti, kama polio, yaani unaning'inia. Tumeomba, kwani kuomba ni nguvu? Watu wengine napiga mieleka, kwani ni nguvu? Basi kama mmekunywa kidugugu, ni jambo dogo tu ambalo kazi hiyo inaimaliza nani? Yesu. Ndio maana nguvu ni wa kwako. Tuliomba na ninashukuru kijana kidogo akapona. Bwana Yesu asifiwe. Alipona. Napenda kumtia moyo hata ndugu yangu hapo. Nilikuwa sijaelewa kama na shida kubwa kama hiyo. Maana kwa muda mwingi ambao nilikuwa namuona hakuwa hivyo. Lakini namna tu, kwa sababu tunatembea katika dunia ina vitu vingi, tunatembea na watu wakitupa pole, wakitusalimia, na wengine ni maadui zetu. Nani wa kutuponya? Ni Yesu tu.
tunawindwa usiku na mchana. Daudi anasema, nao watu wengi wanatuwinda usiku na mchana ili watupapure, watule nyama yetu. Tunawindwa. Lakini tunapokaa ndani ya Yesu ni sehemu salama, yenye uhakika. Kijana alipofunguliwa, na mimi nilikuwa wa kwanza kwenda. Nikamwambia, sasa jamani anaendeleaje? Nikakuta napiga na mpira. Nacheza na mpira. Nikasema, vipi? Kwa sasa hivi afadhali. Kwani kuna mmoja hapa aliokoka. Sijaona hata huyu, hata mjukuu wa pale. Kilichofuata na yeye aliyeombewa akaambia marufuku kwenda ile kanisa mbugani. Kuna shida. Lakini Mungu hoga hadai. Kila roho itendayo dhambi ndio itakufa. Kwa hiyo kuna wakati Yesu atakapokuja, wengine atawaambia nilikufanyia nini kipindi fulani? Sasa hukuona hivi? Ndio. Gideon utaonyeshwa picha, naona ulivyokuwa paragana kwenye maji kipindi hicho. Sasa kwa nini uliniacha? Yaani Mungu atakumbusha tu kila kitu. Mungu atakifunua. Kuna mama moja pale karibu na ofisi. Tukamwombea. Nimeitwa saa 2 za usiku. Tunaomba mpaka saa 11. Yaani hivi unabandika mkono mpaka unasinziria hapa. Yaani ilikuwa ni maajabu. Wale wengine wote wenyeji waliotuita wameenda na kulala, mtu amezimika hahemi. Hakuna ishara ya pepo. Unajua mrokora na changamuka warau anapochangamsha na yule mwenye pepo. Anaporuka linakuwa tumaini kwamba tayari amekaribia kuondoka huyu pepo. Sasa huyu amenyamaza kimya, amezimika, haongei na wala hapuruguni. Unabaki ni wewe unashughulika. Uguse kichwani, weke kwenye miguu, sukume hivi. Yeye ni kimya. Sasa utaondoka. Unamwacha na waambia, jamani nimewakabidhi mtu wenu. Wanakuuliza umemfanyaje? Mbona amezidiwa zaidi? Inabidi kukoma naye. Paka asubuhi tunaondoka macho anawasha. Yule mama akafunguliwa, amani kawepo. Akafika hapa, akaimba na kuimba wimbo. Wakawa naimba hapa na wakina nani? Wakina Robert, wakina Maro. Nikasema wanakwaya, kanisa limechangamuka. Paka dakika hii nakuta miguu ameweka juu ya baba. Huku mzinga bia. Amesha sahau. Hii ndio kawaida ya mwanadamu. Mungu wetu atusaidie. Lakini mzee mmoja maarufu hapa, hata kama hawatoi shuhuda, lazima tuzitoe shuhuda. Nakumbuka mzee Yakobo tulipoenda. Tukamkuta alishika vua na viatu, hatembeleagi viatu. Havai na nyumbani hakuna chakula. Kumbe bwana kachomwa mwiba, kumbe sio mwiba. Kule ndani alichomekewa ngozi. Sijui ilikuwa ni ngozi ya kenge, hatuelewi. Sasa wakati anatuonyesha tunaona ni kama jeraha leusi tu kwa chini. Tukaomba. Sasa tukasema huyu mzee tunamsaidiaje? Tukawa tunahudhuria na huyu baba. Tunaenda pale tunaomba asubuhi, tunaenda jioni, tunaenda asubuhi. Mnaacha pia mnamsaidia, maana familia watoto wapo vidogo. Havina hata chakula, mihogo imeisha, kila kitu ameuza. Siku moja asubuhi tunawahi pale. Tunamwambia hebu inua mguu wako hapa. Anasema yani hapa, panauma hapa. Tukaangalia kukuta kuna kitu kimeshachungulia kama mtu alitengeneza sigara akaichomeka mle ndani. Tukasema labda tukavute tuone. Tukaanza kungangana. Tukavuta. Kutoka hivi, akachomoka. Tuangalia ngozi, sijui ni ya kenge ile, sijui ilikuwa ni ya nini. Ni ngumu kweli kama zile wanazoweka kwenye ngoma za nani. Ile mtu paka dakika hii. Kana nasikia shida. Kama baada ya siku 2 kabana yebo. Kaanza na kwenda sentani. Akafuata na uongozi huko na biashara ya warokole ikafia na huko. Sasa mrokole hadai, utadaiwa na aliye kuponya. Kwani mchungaji anakuponya? Sana ya kuponya ni Yesu. Sisi ni maneno tu, toka, chomoa, kata, tunaua, tunachinja, tukimaliza tunaenda kulala. Basi anayechinja yupo, anayetoa yupo. Si ndio biashara inaisha? Mhubiri naomba uanze kuja hapa mbele.
Asante. Hii Biblia ipeleke pale. Imetosha. Unajua tunakujaga na Biblia. Kuna mwingine anasema mchungaji nina swali. Hilo limeandikwa wapi? Nasema hebu fungua kitabu fulani. Sasa ndio maana tunakujaga hapa na Biblia. Nasema mchungaji Msera. Yaani mimi haya tuone Biblia katena hiyo. Ninayo. Wewe kama kuna swali unauliza tunakusaidia. Sasa niombe tu mhubiri uje mahali hapa. Karibu sana. Na Mungu akubariki, tuje tuombe pamoja na wewe. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Asante. Asante. Kwa muda wetu tuliosalia, ninajua kabisa mnazo kazi nyingi za kufanya, na wakati huo wewe kama uliondoka kwenda nyumbani ukapata chochote ambacho tunataka kumsaidia rafiki yetu, unakuja nacho. Lakini nina mpango wa kuongea naye, maana ninaona watu wengi wamekaa hapa wakiparangana pamoja na wagonjwa hawa. Wamehangaika nao kwa masaa yote, kwa sababu nilihisi maumivu ya jino nilitoka, nikaja nikapumzika hapo, na mimi nikasema siondoki, na mimi nitakaa hapa. Melala hapo na mpaka sasa usikia angalau jino linatulia. Lakini pia na kukua kupo. Na tuseme hizo nazo ni pepo. Mchungaji na pepo hiyo. Ni pepo. Dino duhere nilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anajisikia walau kaamani tena. Niko vizuri, nasikia mdomo ulikuwa mzito na umekuwa mwepesi. Yesu amegusa hapa nafikiri. Ila nashukuru hoga nikikamata maiki hapa, hoga ninapona. Yani bila hata namna yoyote, bila kuwekea mkono naponaga tu. Ila shida ukitoka hapa sasa ukaenda kukata naanza kusikia. Tatizo ni nini? Lakini hapa niko vizuri. Nashukuru Mungu. Na wewe Mungu akubariki sana. Yule baba tutaongea naye, tutaweka vizuri mambo. Ninaamini mahali hapa tutafanya jambo ambalo ni zuri, litamsupport, litamwezesha. Barikiwe sana baba hata kwa kurudi. Lakini kuna ndugu yetu mama huyu Diana, yeye aliondoka, kaomba na barua yake haraka, akasema mnipe, sitaki. Mnipe. Akawa mkali. Anayehudumiwa akawa mkali kuliko anayetoa huduma. Sasa ndio mambo hayo. Tunaenda kumbe na wagonjwa hapo wakali. Kwa hiyo hakuna shida. Mungu awabariki sana. Acha niombe. Baba yetu na Mungu wetu aliye Bwana Yesu apewe sifa. Basi nikuombe tu tege sikio lako kwa muda mfupi tukajifunze neno la Mungu. Basi Jumapili iliyoisha tujifunza neno la Mungu. Tukaona kwamba kumbe kuzimu hakuna faida. Haleluya. Kwa hiyo hutakiwi kufanya yaliyo mabaya ukaenda kule. Kule hakuna faida kabisa. Haleluya. Lakini leo tuangaze neno la Mungu tena kwa namna moja hapa. Tuangalie matukio mawili yaliyotokea huko nyuma. Baadaye tutakwenda kwenye kusudi la leo. Bwana Yesu apewe sifa. Basi msomaji, naomba tuwe pamoja. Asante. Tusomee kitabu cha Mwanzo. Tuanze na sura ya 6 mstari wa kwanza mmoja tu. Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza. Amen. Imeandikwa, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maandiko yanasema kwamba ikawa wanadamu walipozidi usoni pa nchi, na watoto wa kike wakazaliwa kwao. Hebu endeleza kidogo hapo. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Mstari wa 3 inasema, Bwana akasema, amen, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa sababu gani? Kwa kuwa yeye naye ni nyama. Yeye naye ni nyama tu.
basi siku zake zitakuwa miaka 120. Zikapunguzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Twende kwenye tukio lililotokea baada ya Mungu kuona wanadamu wamezidi mabaya yao. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie Mwanzo hiyo 7:1. Mwanzo 7:1 imeandikwa. Amen. Bwana akamwambia Nuhu. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako ingia wewe na yote. Jamaa yako yote katika safina. Katika safina hii. Kwa maana nimekuona wewe. Kwa maana nimekuona wewe. Mwenye haki mbele za mwenye haki mbele za Bwana. Katika kizazi hiki. Katika kizazi hiki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Maovu yalizidi kuendelea kutisha. Lakini baada ya kutisha maovu, baba mmoja akapata upendeleo mbele za Bwana, ambaye ni Nuhu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baada ya kupata huo upendeleo, akapewa agizo atengeneze safina. Alipomaliza kuitengeneza, kwani hii safina aliambiwa aitengeneze, lakini waingie watu wote. Yaani anayependa kuingia ingie, lakini kuna baadhi ya watu hawakutaka kabisa kuingia kwenye safina. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi hawakutaka kuingia kwa sababu hawakujua linalokuja kuwapata mbeleni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hivyo leo tunavyoweza kuhubiri kwamba okoka, mpokee Yesu maisha yako. Sema hangi na kanje kulila mbalokole. Yaani anajua katu kwamba akija kanisani ni kulia. Akija kanisani ni kulia. Kwa sababu hajui kinachokwenda kumpata huko mbele. Kutakuwa na shida, kilio na kusaga meno. Amesubiria mpaka Bwana yangotoma. Akienda kuona kinachokuja kibaya, ndo anasema kumbe kulikuwa na tukio baya hivi. Hebu msomaji tuendelee. Mstari wa 2 imeandikwa. Katika wanyama wote walio safi. Hebu tulia kwanza. Twende 12. 7 hiyo 12. Tunaenda kwa kuruka tukomboe. 12 nasema. Amen. Mvua ikanyesha juu ya nchi. Tulia sasa hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baada ya huyu baba kutengeneza ile safina, Mungu akamwambia, ingia wewe na mke wako, lakini pia usisahau watoto wako. Wakaingia wale watu, wakaingia katika ile safina. Lakini pia wale watu wakaanza kushangaa, wale wa dunia ile. Akasema, yaani haka jamani wewe amekosa kazi, anaingia kwenye ile jumba lake hilo. Sisi tuko tunaendelea kusherekea, kunywa na kula vinono vya dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa waliendelea kukaa, wakamshangaa kwa sababu kila alichokuwa anakifanya hawakujua. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alizidi kufuatilia kila ambacho Mungu alimwambia. Aliingia kwenye safina, lakini akaweka wanyama, kila aina ya mnyama. Wakaingia wangapi? Tuangalie hapo, endelea. Wawili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakamaliza kuingia. Sasa kipindi kile mvua ilikuwa haijawahi kunyesha. Unaweza kushangaa kwa nini ilikuwa hainyeshi, kwa nini? Mungu alikuwa amefanya hali ya tofauti sana. Kwa walikuwa wanalima sawa na hivisha, lakini ulikuwa na yaani ardhi inanyeshwa umande tu, sio mvua. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tokea umande sio mvua. Sasa wakashangaa hiyo siku kwamba mvua ikaanza kunyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunasema kwamba kakaanza kama kaswalala, wale wenzetu wanasema kaswalala. Ila yawezekana kweli haka jamaa kaliko kwa anasema mvua inataka kuja. Hii ni mvua kweli. Wacha tuangalie. Endelea kusoma hapo 12 hiyo. Siku 40 mchana na usiku. Mvua ikanyesha siku 40 mchana na usiku. Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina. Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina. Yeye na Shem
yeye na Shem, na Ham Ham na Yafesi, Yafesi, wana wa Nuhu na mkewe Nuhu, na wake watatu wa wanawe pamoja naye, na wale waliokuwa wachumba wa watoto wa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wao wakapata nafasi hiyo. Haleluya. Amen. Wakaingia watu wangapi? Wasomi tuambizane basi hapo. 8. Haleluya. Amen. Kwa ile safina ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba ingeingiza watu wengi, lakini watu waligoma kuingia kwa makusudi. Hawakujua kile kinachokwenda kuipata dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo leo tunakuhubiria kwamba okoka na unakataa kwa makusudi, maana hujui kinachokwenda kutokea huko mbele. Kuna shida inayokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna shida inayokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haujajua ndio maana unakataa. Ndio maana unasema kwamba mimi sitaki ama kanisa akulialia. Nikitaka kwenda kusali nitaenda tu pale nitakapopachagua. Basi hata nenda basi unakochagua sasa. Na kwenyewe umeshindwa. Hutaki kusali kwa sababu hujui kinachokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mvua ikanyesha siku 40. Lakini Nuhu akaingiza watu wake 7, yeye 8, lakini na wanyama Mungu aliyomwambia kuwachagua. Twende 22:7 hiyo. 22 naendelea kusema. 22 naendelea kusema. Kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Tulia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ile mvua kunyesha siku 40. Jamani, ilikuwa ni tukio. Wapo watu waliojivunia kusema kwamba mimi ni mzoefu sana wa kupiga zile mbizi, yaani wa kuogelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mimi hata kama ni ziwa la namna gani naweza nikavuka. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sina shida kabisa, maji yakijaa nitapiga mbizi niende mpaka mlima Saraguru. Nitakwenda kutulia pale. Lakini siku 40 hapa kusalia penye eneo kavu, yani hapa kusalia kabisa, hata mlima ulifunikwa. Mie miti mirefu waliojivunia kwamba mimi nitakwenda nipande kwenye ule mti, nitatulia mpaka nione kinachokwenda kutokea, na yenyewe ikafunikwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila chenye pumzi kikafanyeje? Msomaji, kikafanyeje? 22. Kila chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Endelea. Kila kilichokuwako katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi, sawa, kikafutiliwa mbali kabisa. Tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa, na kitambaacho kinachotambaa chini, na ndege wa angani vilifutiliwa mbali katika nchi. Kabisa. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni tukio lililotokea hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tuangalie tukio lingine hapo kwa ufupi. Tuangalie hapo Mwanzo 19:1. Mwanzo 19:1 inasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Sawa. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki. Akainama kifudifudi. Sawa. Mstari wa 2. Akasema, bwana zangu, karibuni na wasimu ingie nyumbani mwa mtumwa wenu. Mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi mondoke na mapema mkanende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakuwa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja, wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu. Basi hebu tulia hapa, tutaisoma sana hiyo habari yote. Twende 19 hiyo 14. 14 nasema, Lutu akatoka akasema na wakweze, sawa, waliowaposa binti zake. Sawa. Akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Sawa. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kulikuwa na mtu mmoja naye anaitwa Lutu.
katika nchi ya Sodoma na Gomora. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni tukio ambalo lilitokea hapo nyuma, likaangamiza watu wengi, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya maovu yaliyozidi katika ile nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Ikatokea kwamba malaika wakaingia katika ile mji, lakini wale watu walikuwa wamejaa zinaa, walikuwa wamejaa machafuko, hadi wanawatamani mpaka na malaika wafanyeje? Wafanyie matukio mabaya. Lakini mtu akajitetea kweli kwa wale watu, mpaka akasema kwamba jamani, waacheni hao wageni wangu, kuna mabinti zangu hapa wawili, afadhali niwape wao, mtafanya kile mpendacho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wale watu hawakusikia, akasema kwamba tunawataka wageni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa waliwaandama sana wale wageni, mpaka kwa kuwa nguvu ya Mungu ilikuwa ndani mwao, wakawapiga upofu. Kwa hiyo wakaanza kuzunguka lile lango la Lutu, hawakuliona tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndipo pambazuka, ndipo Lutu akaambiwa na malaika kwamba watoe hawa watu, watoe, tunawahurumia pia na wao. Kulikuwa na wachumba wa binti zake na Lutu. Watoe basi ikusudi wapone. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yaani wewe ujiponye nafsi yako, lakini na hawa watu uwaondoe hili eneo waokoke. Maana kuna shida inakwenda kuipata ile nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wale wakwezi wa Lutu wakasema kwamba na wewe mzee, siku hizo si umeshaanza kunywa? Hii nchi yetu ya Sodoma na Gomora iangamizwe kwa namna gani? Haijawahi kutokea moto kaangamiza hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wao wakawa ni wabishi sana, hawakuwa pamoja na mawazo ya Lutu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Lakini alfajiri, hebu tusome hapo. Alfajiri ikafanyaje? Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu, sawa, wakisema ondoka, mtoe mkeo na binti zako wawili walioko hapa. Mkeo na binti zako hawa walioko hapa. Usipotee katika maovu ya mji huu. Usipotelee kwenye haya maovu, maana nitakwenda kuangamiza hii nchi. 16 akakawia nao wale watu wakamshika mkono, sawa, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili. Wakashikwa mikono yao, yani hawa watu wakashikwa, Lutu na mke wake na hawa binti zake wakashikwa. Wakafanyeje? Wakashikwa mkono kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, kwa ghadhabu aliyokuwa nayo katika nchi. Akasemaje? Wakamtoa wakamweka nje ya mji. Yaani ni hivi, ni kama Geita. Nitoe mfano, kama Geita tunapakana na mkoa gani? Wapi? Kagera. Yaani Lutu akatolewa pale kwa mkono wa malaika. Sikujua kwamba ulikuwa ni mrefu kiasi gani, lakini malaika hawakusumbua kwamba tutembe. Waliwatoa na kuwatupia kwenye nchi nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kuwaponya na ile ghadhabu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Baadaye kuna nini kimetokea pale? Ikawa walipowatoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, jiponye nafsi yako. Usitazame nyuma. Usitazame kabisa. Wala usisimame katika hilo bonde popote. Bonde popote kabisa. Ujiponye mlimani. Ujiponye mlimani. Usije ukapotea. Usije ukapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu ruka uende 20. 20 inasema, basi mji huu karibu, ni ukimbilie. Akaomba, kuna mji, nisipande huko mlimani, nikimbilie mji fulani ulio karibu, nifike haraka. Nao ni mdogo. Nao ni mdogo. Nijiponye sasa huko. Sio mdogo huu. Sawa. Na nafsi yangu itaishi. Hebu nenda 22. 22 nasema, ima ujiponye huko. Maana siwezi kufanya neno lolote. Wale malaika wakamruhusu kwamba jiponye huko kwenye huo mji, ili kusudi hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 23. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi. Sawa. Lutu alipoingia Soari, ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma
na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Sawa. Akaangusha miji hiyo na bonde lote. Sawa. Na wote waliokaa katika miji hiyo. Sawa. Na yote aliyomea katika nchi ile. Sawa. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu apewe sifa. Basi niende haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Iko nafsi ya mtu Mungu anaiponya, lakini bado ile nafsi inatamani kurudi kwenye ubaya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunamuona hapa mke wa Lutu. Yaani ameponywa, lakini akapewa masharti kwamba usigeuke nyuma. Na ukishageuka nyuma kuna shida utaipata. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini mke wa Lutu hakusikia. Akasema kwamba mimi kule kuna ndugu zangu, kuna washikaji. Pengine yani huyu mama alikuwa ameshawazoeana na watu mbalimbali. Akasema kwamba niwaangalieko wale maswaiba, mashoga. Shoga. Akasema kwamba niwatazame. Lakini kilichompata ni nini? Akageuka kuwa nguzo ya nini? Ya chumvi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dunia ile ikawa imeteketea, lakini pia miji ile ikawa imeteketea kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nimekukumbusha hayo ikusudi uanze kuangalia kwamba kumbe kinachoweza kuhubiriwa au kinachoweza kutamkwa kwa ajili ya neno la Mungu linalokuja kuwapata baadaye yawezekana kweli inakuja. Wanasema kwamba huwezi ukajikuna tu ambapo hapa hafanyeje? Hapa washi. Yasemwayo yapo, na hata kama hayafika sasa hivi yatakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Dunia hii baada ya Mungu kuiangamiza kwa maji, akasema kwamba sitarudia tena kuangamiza kwa namna hii. Maana mizoga ilijaa katika nchi baada ya maji kukauka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo akaapa kwamba sitaiangamiza tena dunia kwa namna hii. Lakini baada ya moto kuteketeza ule mji, akasema kwamba basi niitunze hii dunia kwa ajili ya moto. Yaani akatunza, yaani dunia yote imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Kwa hiyo kuna moto unakuja mbele yako. Kuna moto unakuja kukuangamiza. Wewe unayeendelea kufanya ubaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kila anayetafakari kufanya yaliyo mabaya, uko moto unakwenda kumwangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kukumbusha hilo kwa sababu hawa tumeona walioangamizwa, kuna baadhi yao waitamani waokolewe kwenye yale maangamizo, lakini hawakutaka kuokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hawakupenda kuokolewa, wakasema kwamba sisi tuache tu, wakaangamizwa kwenye ile dhoruba. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna moto unakuja ndugu yangu. Mungu ameitunza hii dunia kwa ajili ya moto. Maovu yote unayofanya Mungu amekuangalia, lakini umewekwa akiba kwa ajili ya moto. Ni kwa nini ukubali kwenda kuteseka kwenye moto wa milele? Ni kwa nini ukubali kwenda kuhangaika kwenye ziwa la milele? Nakwambia ni hivi, tuliangalia kwamba kulikuwa na maji lakini na moto. Sasa vimejumlishwa vikawa ni ziwa la moto. Sio maji tena. Sio moto peke yake, ni ziwa. Hautaukimbia ule moto. Utapiga mbizi humo kwamba nivuke haya maji, hautayavuka kwa sababu hayana mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utateseka milele mle. Hivi ni kwa nini uteseke kwa kiasi hicho? Lakini Yesu anakuambia kwamba kimbilia kwake uko msaada. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kimbilia kwake uko msaada. Uko msaada kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yohana 3:16 akasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mtoto wake wa pekee, yaani aliyekuwa anamtegemea, aliyekuwa ni tumaini lake, akamtoa kwa ajili ya ulimwengu, ili ulimwengu usipotee, ulimwengu usihukumiwe, bali uokolewe katika yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini watu wana mioyo migumu, wanaendelea kukaa na dhambi, wanaendelea kukaa na shida, ili kusudi wamchukize Mungu. Na Mungu kweli ameshachukia. Ghadhabu iko inakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Ulimwengu umetunzwa kwa akiba ya moto. Kila yeye anayefanya machukizo, moto unakuja.
Hautapata nafasi ya kujitetea. Hakuna nafasi hata kidogo ya kusema kwamba Mungu nisamehe. Nafasi ni sasa hivi. Kimbia kwa Yesu, utubu, ufanye matengenezo, ukimbie ghadhabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ghadhabu imeandaliwa. Nayo hakuna mtu wa kumshawishi Mungu kwa hiyo. Nafasi ya kumshawishi Mungu kukuhurumia ni sasa hivi. Kimbia uje kwa Yesu akuokoe. Nafasi ipo sasa hivi. Ukitubu dhambi zako Mungu atakusamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba ole wao wenye mimba na wanyonyesha. Ni hivi, sio hayo matumbo wa mama wanayoyabeba. Sio hizo mimba walizo nazo wa mama. Sio hao watoto wanaonyonyesha. Ni yule mtu anayeendelea kufanya dhambi na wakati tunakwenda kwenye hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema ole wao. Kwa sababu kukimbia kwao kutakuwa ni wakati wa baridi. Utakimbia lakini hautauacha moto. Utakimbia hautaiacha adhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utaangamia. Kwa nini uangamie? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uangamie? Iko nafasi moja tu. Kimbia kwa Yesu, tubu makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kimbia kwa Yesu, tubu makosa yako. Na yeye yuko tayari kukusamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mungu akubariki sana kwa neno hilo. Baba nikukaribisha kabisa. Amen. Yes. Asante fundi mitambo, Mungu akubariki. Funika macho yako, mimi niombe. Wakati mwingine kama yupo ambaye anasema mimi ujumbe umenigusa, ijapokuwa nilikuwa mbali, nahitaji nimkabidhi Yesu maisha yangu, karibu tuombe pamoja na wewe. Hakuna gharama zozote, ni bure. Na ni wito huu ambao Yesu anakuita kwamba njoo kwake akupumzishe. Na baada ya kusema hayo, funika macho yako, niombe kumshukuru Mungu kwa sababu anasema muda nao ni ukuta. Unapokuwa umefika mwisho, basi unapambana na ukuta, maana yake ngumi unapiga hata na udongo. Ya Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno hili ambalo limekuja kwetu katika siku ya leo, likitukumbusha matukio mawili ya kuzama kwa maji, watu waliogarikishwa baada ya kiburi na dhambi zilizoenea. Lakini bado imetukumbusha habari za Sodoma, katika miji miwili iliyojengwa na hali ya umaarufu, kiburi na jeuri ya kutenda dhambi na ubaya. Bwana Yesu kasema utaifutilia mbali, ndivyo ulifanya. Na hata sasa unasema dunia ya leo imewekwa akiba kwa moto kwa sababu ya kiburi kinachoendelea kutokea katikati ya watu wanapokataa hata kuamini na kutegemea wewe. Unasema mwisho umeuweka. Hivyo umetupa kazi ya kutangaza habari za tukio linalokuja mbele ya mwanadamu. Naomba Yesu upate kubariki. Tunashukuru kwa ajili ya mtumishi wako, nishukuru kwa ajili ya wote wasikilizaji. Niombe Bwana uwabariki kwa pamoja katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Ninashukuru sana kwamba sina mambo mengi zaidi ya kumarika mzee wa kanisa. Niombe tu baba yangu hapo, ndugu yangu aliyekuja apite tu humu ndani, tukutane huko ndani. Pita huko ndani. Karibu sana mzee wa kanisa, mnapendelea na ratiba zingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa, tumefikia hitimisho la ibada yetu ya wiki nzima, na Yesu awabariki. Basi napenda tu nikualike usimame, tumshukuru Mungu wetu kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Tusimame tumshukuru Mungu wetu. Basi tuombe kwa pamoja. Libarikiwe jina lako, lihimidiwe Mungu mwenye nguvu. Tunasema asante Yesu, umekuwa pamoja na sisi tangia asubuhi Bwana. Tumeuona weza wako na mkono wako, haujatuacha wala kutupungukia. Umetuhudumia kama jinsi upendavyo, mfalme amani. Asante Yesu kwa sababu ni mwema katika maisha yetu. Kila wakati na kila saa unasimama kusema na sisi. Asante Mungu wangu, asante Yesu.
Asante mfalme amani. Pokea heshima na utukufu narudisha kwako. Nasema asante. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wa Bwana watangulia.